Wapendwa Waislamu, wapendwa wa Tanzania popote pale mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tunavyofahamu, umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania ndio uliojipambanua kama balozi wa amani na uzalendo hapa Tanzania. Tutakumbuka mwaka uliopita kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. UMATA iliandaa kongamano kubwa sana la kihistoria, kongamano ambalo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi. Lilikuwa ni kongamano la kitaifa, kongamano ambalo lilibeba ujumbe wa kongamano la amani kuelekea uchaguzi mkuu, na kauli mbiu yetu ilikuwa amani yetu kwa mustakabali wetu, kuna maisha baada ya uchaguzi. Wakati ule hatukuishia pale. Tulifanya ziara ya makongamano na mikutano sehemu kubwa ya Tanzania kwa lengo la kuhamasisha Watanzania maisha mazuri baada ya uchaguzi. Watanzania sote tunafahamu, ili tuweze kufanya ibada zetu vizuri, tufanye ibada zetu kwa khushui, ni wazi lazima kuwepo na amani na utulivu. Hakuwezi kuwa na amani, hakuwezi kukosekana amani kukawa na machafuko alafu watu wakapata utulivu wa kuweza kufanya ibada. Hilo jambo nafikiri sote tunalifahamu, ni jambo ambalo haliwezekani. Sote tunafahamu amani ni mpango wa Mwenyezi Mungu wa kutaka watu waishi kwa utulivu, watu waishi vizuri, wafanye mambo yao katika namna iliyokuwa bora. Na sote tunafahamu machafuko na vurugu ni mpango wa shetani, kwa sababu shetani au ibilisi angependa kuona watu wanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viumbe wa Mwenyezi Mungu wanaathirika, dhambi ya kila aina inafanyika, unyama wa kila aina unafanyika dhidi ya mwanadamu, matendo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Lakini kunapotokea vita, kunapotokea machafuko, kunapotokea vurugu, hayo ndio mambo ambayo yanatawala katika maisha ya wanadamu. Sasa sisi kama umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania, mabalozi wa amani na uzalendo hapa Tanzania, tunatokea tena mbele yenu kuwaomba Waislamu, kuwaomba Watanzania na hata wasiokuwa Waislamu, tusikubali mpango wa shetani, mpango wa kuleta vurugu kwa jina la maandamano. Ni kweli tunafahamu maandamano yapo, lakini yametungiwa sheria na yamewekewa utaratibu, na anapokuwa kinyume na ule utaratibu, hiyo inakuwa ni vurugu, inakuwa ni machafuko. Tumekwisha jifunza matukio yaliyopita, nayo yalikuja kwa jina la maandamano, lakini kilichotokea ilikuwa ni uhalifu na uvunjifu wa amani. Tusikubali kabisa kutokea kwa mambo kama haya. Viongozi wa dini wakati ule walifanya kazi kubwa ya kuelimisha Watanzania wasikubali kushiriki katika mpango wa shetani. Yale yaliyotokea sote sasa yamekuwa ni majuto na vilio kwetu. Tusikubali kujirudisha katika mambo kama yale. Tuwe pamoja na tuwe na msimamo na tuwe na mshikamano kuhakikisha kwamba hii Tanzania yetu inaendelea kuwa ni nchi ya amani. Kama kuna watu ambao wanataka madaraka, wanataka uongozi, tuendelee kuwasihi waingie katika utaratibu ule ambao Watanzania tumekubaliana. Tutashiriki uchaguzi, atakayeshinda atakuwa mshindi, lakini kinyume na hapo itakuwa ni namna za kuleta machafuko. Tusikubali. Tuna wagonjwa katika majumba yetu, hawana uwezo wa kukimbia. Tuna wagonjwa katika majumba yetu, wanahitaji dawa kila siku. Tukifungiwa ndani tukakosa dawa, wataishije hawa? Tuna watoto katika majumba yetu wanahitaji chakula, na zipo familia hazina uwezo wa kuwa na akiba ya chakula. Tukiwekwa ndani wiki moja kusubiria utulivu wa amani, familia hizi zitaishi katika mazingira namna gani? Kuna watu hawana makazi, wanaishi barabarani, wanaishi kwenye makorido tu kwa sababu amani yetu inamfanya mtu aweze kuishi mahali popote. Kutapotokea machafuko, watu kama hawa watakwenda kuishi wapi? Nitumie fursa hii kuwaomba vijana wenzangu, viongozi wa dini wenzangu, tusikubali kupotoshwa na watu wanaotaka sisi tuonekane majasiri kwa kufanya vurugu na machafuko, ikiwa wao wanaogopa wamejificha katika nchi mbalimbali. Hawawezi kusogea Tanzania kwa sababu wanajua dhambi na makosa uchochezi waliofanya hawezi kuwa salama. Sio tu kwa vyombo vya ulinzi, hata familia zao haziwezi kukubali kuishi nao katika sura ambazo wanazifanya. Lakini wako ambao wamebadilisha mpaka jinsia. Wengine hata kiandiko kwenye mitandao wanaficha majina yao hata kionekane. Sasa wewe mtu kama huyu anawezaje kukutia ujasiri wewe kijana utoke nyumbani kwako eti unaenda kupambana? Haiwezekani. Nitumie fursa hii
kuwaomba tena wazazi, tujitahidi sana, tuhakikishe vijana wetu wanakuwepo nyumbani kwa utulivu. Hakuna kupewa tuzo ya kufanya fujo, mwisho wako utakuwa ni umauti, kwa sababu tunafahamu mahala popote duniani amani inalindwa kwa gharama kubwa sana. Mahala popote ambapo kuna utulivu, kuna amani, maanake kuna gharama kubwa imefanyika. Wewe mzazi, wewe kiongozi wa dini, na wewe kijana, kama usikubali kuwa sehemu ya gharama za amani ya Tanzania, badala yake kuwa sehemu ya kufanya nchi yetu na amani. Tulia nyumbani, shika simu yako, tumia kwa matumizi mazuri, tutapita vizuri kama tulivyovuka huko nyuma, na ili tutavuka. Tunasikia katika malengo ya mabango walioandikwa, yameandikwa mambo mengi, lakini tunaona pale watu wanazungumzia katiba. Serikali imeshaweka utaratibu wa kupata katiba. Wanazungumzia sio Samia must go. Samia must go wapi? Mheshimiwa Rais yupo mpaka mwaka 2030 kama tulivyokubaliana. Hatukukubaliana kwamba Samia tutamchagua afa ataondoka. Ataondoka akimaliza muda wake. Sasa wewe unatakiwa usubiri miaka 5, sio mingi. Kutamka tu Samia must go tayari wewe ni adui wa taifa. Maana watu wengi wamemchagua kiongozi, wamempenda, wamefanya pale. Alafu wewe na kagangi kako unataka kuwachochea watu kwa ajili ya kuleta machafuko. Subiri hiyo miaka 5, kama utachaguliwa wewe utakuwa rais wetu. Lakini Watanzania kwa sasa hivi wamechagua rais wao, wana kila sababu ya kumlinda, wana kila sababu ya kumwombea, wana kila sababu ya kumtaka apate amani na utulivu ili aweze kuendesha nchi katika namna ambayo tunakwenda nao sasa hivi. Tunakuombea dua Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu akutie nguvu, akuzidishie ujasiri, akuzidishie maono, akuzidishie kila ambacho Watanzania kinahitaji nguvu yako ili uweze kutongoza katika namna iliyo bora. Tuna imani na ujasiri wako, tuna imani na uthubutu wako, tunao uhakika utatuvusha, tutavuka salama. Hatuna shaka na kelele zinazoendelea. Tunakutakia afya njema, tunakutakia kila la kheri Mheshimiwa Rais na Watanzania wote. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.